Warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, ndani ya studio zetu mpenzi mtazamaji tunaye si mwingine bali ni Sheikh Ali anayezidi kujuza mengi zaidi kuhusiana na masuala ya ndoa. Na katika mada yetu ya leo mpenzi mtazamaji, ni mada nzuri sana ambayo tunataka kuiangazia kiundani, nayo ni kuhusiana na mchango wa kila mmoja katika maendeleo ya familia. Mchango wa mwanamume na mchango wa mwanamke, isiwe inaegemea upande mmoja. Naam, tunaangalia vipi hawa watu wawili watasaidiana katika ndoa ili kuhakikisha kwamba wanajenga ule uhusiano unakuwa ni wenye nguvu, na pia kuwakuza watoto wao kwa misingi ambayo pia itawapa kumbukumbu kwamba wazazi wao walikuwa na umoja ndani ya familia. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante sana. Khair insha Allah. Nashukuru Mungu kuweza kufika tena katika studio za Mahdi TV kuweza kuzungumzia ndoa. Ndoa ni kitu muhimu sana. Ndiyo. Lakini vile tunaelekea ni kama vijana wetu wameanza kuchoka na hizi maneno. Kweli. Wanasema tunaongelea hizi vitu ili kutatua 1, 2, 3 zenye ziko na kupatia moyo wenye wako waendelee na wenye hawako wajoin. Maana sasa kila tunapoelekea kila mtu anapima mizani. Anasema niingie ama nisiingie. Wanasema wacha nianze na bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa atiratihi at-tahirin wa sallam taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Unajua kitambo watu walikuwa wakitafuta kuna very interesting point. Let me just say it alafu ndo tuanze na point yetu. Unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema ndoa nini? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Yes, litaskunu ilayha, mpate nini? Utulivu. Ukiangalia watu wengi sana kwao ndoa ni kwa ajili ya physical whatever, yani kupata baadhi ya hizi haki, kutuliza kesi fulani ya kiwiliwili. Mwingine kwake ndoa ni kupata mtu mwenye atamsimamia. Kama sisi wanawake wengi sana, mwanamke kwa sababu hana kazi, hana pesa, anaambiwa enda uolewe kwa sababu mwanamume atakuangalia. Mwanamume anaambiwa enda uoe, utapikiwa, utafuliwa, utaangaliwa, ni kama upata maid. Unaona? Lakini sasa ukiangalia dunia vile kunaendelea, unajua si kama kitambo. Yes, unatakana kuwe na shamba ulime, unahitaji labor, intense labor. So one of the cheapest ways of labor ilikuwa ni marriage. Yes, baadhi ya watu wa socialists wanasema hivyo. So nakuta ndoa na kuwa na wake kadhaa, watoto wengi, hata ndio wanasema alhakumut takathur hata zurtumul maqabir. Watu walikuwa wanataka wengi kwa sababu ya nguvu na kupatia nguvu. Lakini sasa hizi watu wanaona nguvu iko katika nini? Pesa. Ukiwa na pesa unaweza kununua chakula. Ndio. Ukiwa na pesa hauhitaji pesa ya mwanamume. Ukiwa na pesa like vitu kama hivi. Ama unakuta mwanamke kama labda unakuta sasa hizi si wanafanya kazi, wanapata mwanamume pia na mama mfulia anamfulia, kama ni washing machine amenunua ameweka ndani ya nyumba, chakula hapo hivyo ananunua take away. Na kuna siku hizi watu wengine unampatia pesa mwanzo wa mwezi, unasahau story ya chakula. Wewe tu unaletewa chakula saa 2 kila siku ama saa 1 masaa yenye mmeelewana unaletewa. Ama unaweka tu maid, unapikiwa nini, hakuna drama, hakuna vita. Lakini sisi tunasahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema kabla miaka 1400. Sasa zile watu wengi Mwenyezi Mungu akisema, mtume akisema kwamba watu wanaolewa kwa sababu ya uso yao, jamal, kwa sababu ya hasab na nasab yao, vile familia yao, kwa sababu mimi nataka nikuwe proximity to power, nikuwe closer to power. Yes, ama kwa sababu ya pesa. Hizi ndo ni vitu zenye sasa zimekuwa dominant. Siku hizo zilikuwa ziko, yes, lakini watu walikuwa hawa notice. Lakini mtume akasema, hadithi ikasema nini? Kwanza watu wanaolewa kwa sababu ya dini yao, kwa sababu anakusaidia kujiendeleza kidini. Na upande nyingine Mwenyezi Mungu alisema nini? Kupata sakina. Sakina nini? Utulivu. Usidhani ya kwamba ukikuwa na chakula ndani ya fridge, nyumba yako ikuwe safi, ukuwe na nini, utakuwa na utulivu. Watu wengi sana wenye wanapitia shida ni watu wenye wako na utulivu za hizi vitu za mada, lakini kirohoroho sisi bado tuko na kiu ya mwanadamu mwingine atupende, aishi na sisi, atuelewe. Yes, hiyo si kitu, tusijichanganye na hizi vitu kwa unaweza kujifanyia, na maanisha hauhitaji ndoa. Naam Haifa. Naam.
Hakika Sheikh, ni kitu kizuri kupata ufahamu kama huo kwamba umeweza kuelezea kwamba sio kila kitu kina depend na material, na mostly sasa hivi katika karne sasa hii wengi hiyo ndo akili imeenda. Hata wanaume si wanawake tu. Ndio nasema wengi bimaana ni wote upande zote mbili. Anaangalia huyu atamletea nini na huyu atamletea nini. Wanasema what are you bringing to the table? Ile mjadala hilo swala hilo. Lakini ukweli ni ukweli wewe, kwa sababu wewe unaangalia mtu in the, wanasema kwa hii scope ya vitu zenye wewe unafikiria watu wanatakana walete. Yes, wanasema kuna video kitambo sana wanasema tofauti, mwanamke anaweza kutoa house aifanye home. Hii building hii ni mawe, hii si nyumba. Unaweza kulala kwa hoteli lakini kwa hoteli utahisi the same. Tena nyumba uko relax, akili yako iko relax. Wanasema kwa hoteli unaweza kufanya kila kitu, utaletewa upelekewe nini, lakini hoteli si nyumba. Kweli. Kuna tofauti sana. Ndiyo. Lakini kama hujajua hiyo kiu, hautawahi kujua kufikiria kutafuta. Ama utakuwa unatafuta na maair vile Waarabu wanasema, ama kutoka values zenye makosa. Unatumia kupima kitu chenye hakikusaidii. Hakika Sheikh. Naam, tukiangalia mada yetu leo alhamdulillah Sheikh, na vile ulivyokuwa umeanza kuhusiana na maelezo kidogo, ni kuhusiana na hili swala kwamba ni jinsi gani wanandoa watasaidiana katika ndoa zao ili kuhakikisha kwamba familia inakuwa na misingi mizuri. Hii ni baina ya mwanamume na mwanamke. Ni msaada gani hawa wawili wanapaswa kuwa nayo? Kitu moja unatakana uelewe Haifa. Kuna usaidizi cha kuomba na usaidizi bila kuomba. Na kuna usaidizi yenye kama saizi ushaikuona kuna hao watu wenye wanapenda kukusaidia bila kuomba. Ama anakusaidia bila hata ukujua unahitaji usaidizi. Hao watu ni wazuri sana lakini si kila mtu anawaelewa. Kweli. Kama saa zingine kitu moja wanapenda. Unajua kama hujakuwa na watoto kadhaa utaona ni madharau. Umebeba mtoto hivi unatembea, mara mama kutoka mbali anakuja, mama mzee hivi. Funniest thing Wahindi ndio wako na hizo tabia. Asian na hizi community zenye community bado iko na nguvu na wanaume pia wanaelewa. Yes, unajua saa zingine sisi community zetu saizi imebadilika sana, but kitambo unakuta mwanaume ajui kitu chochote kuhusiana na mtoto. Ndio. Yes, mtu hawezi kuambia ati umebeba mtoto vibaya, usimweke hivi ataumia shingo. Ama kama mmeingia mahali mtoe mtoto koti. Huyu mtoto mtoe koti, atasweat akitoka nje. Ndio nje kuna baridi, ndani kuna joto. Atasweat akitoka nje, atapigwa na upepo akue mgonjwa. Unaona? Sasa communities kidogo ni tofauti, because mimi naona si kila mali mtu anaweza kuja tu kukuambia. Ndio. Kitambo mtu alikuwa akikuja kuniambia, singine nasikia anaona kuni mimi sielewi. Alafu baadaye kidogo kusonga, kama nimekuwa kidogo alhamdulillah umri umesonga. Mimi si mzee lakini umri inasonga. Si ndio? Nikakuta kwamba kuna kitu ndani yangu yenye napenda watoto. Si ndio? Ndio. Napenda kusaidiana. So mimi nikikuja akili yangu haiulizi wewe unafikiria nini. Mimi nafikiria mtoto atakuwa aje. Unaona? So huyo mzee mwenye alikuwa anakuja kuniambia fanya hivi, mimi naona niingilia. Sisi vile kidogo alhamdulillah akili kidogo imeanza kukomaa na kuelewa vile vitu viko. Naona kwamba huyo mtu hakukuja kwa sababu yangu, alikuja kwa sababu ya mtoto. Alikuja kwa sababu ya hii kazi. Ama saa zingine wewe unajaribu kusaidia mtu, wewe unaona kama sisi wewe si unafanya kazi kwa ofisi, si ndio? Boss wako anapita hapo anakuta unafanya kitu, anakuuliza unafanya nini? Saa zingine hakuulizi unafanya nini kama anakuona ufanye kazi. Ana feel ni kama wewe unafanya hivi. Na yeye anaweza kuonyesha kufanya hivi. Si ndio? Anakuonyesha shortcut. Anakupunguzia kazi yako, anakupunguzia stress yako. Sasa katika ndoa kuna zile zenye tunaelewa na zile hazituelewi. Ni the same. Unaona? Kitu wa kwanza kabisa, ndoa inataka nini? Ndio tusaidiane hapo. Sisi kama Waislamu ndoa inaanza na dini. Ndoa kwetu ni dini kabisa. Kitu cha kwanza kabisa, hadithi ya mtume yenye tunaijua sana. Yes. Mtume anaongelea vile tumeitaja ya kwamba watu wanaoa kwa sababu XYZ, lakini kitu muhimu kabisa ni dini. Si ndio? Hadithi inasema kwamba
mtu kijana akioa na yeye ni kijana mtu kidogo nini amechunga nusu ya dini yake na hadithi zingine zaidi ya nusu ama amekamilisha zaidi ya nusu ya dini yake. So inamaanisha kwetu ndoa inatakana kukusaidia katika dini yako pia na imani yako kama ndoa. Unaona? Alafu kuna kitu kingine kama ndoa inatakana ikuletee nini? Sakina, utulivu. Sasa tuangalie hizi vitu mbili na kama tukikumbuka zingine ama tukikuwa na time tutaongeza zingine. Naam. Kitu wa kwanza kabisa yenye ndoa zile mimi tunasaidiana aje kupitia ndoa kujiendeleza kidini. Kitu wa kwanza kabisa ni kuzuia haramu. Haifa unajua size za macho ni tofauti lakini watu wanaona the same. No. Si ndio? So wewe ukienda huko nje kama hauna nini wanasema nini macho inataka kuona vitu vizuri. Ni ndio unaona leo mtoto akiona mawingu anakwambia hey bwana mawingu inakaa kama maua. Bwana ile farasi, mtoto unajua bado kwa hiyo nature yake bado anafurahia hizi discovery. Ndio ni maisha natupeleka utuoni baadhi ya watu ndio unaona wenye wanapenda photography, videography, vitu kama hizo bado wako na hiyo sense ya kuenjoy hizi vitu, kuziona, kuzicapture, kuzibakisha. So unaona utake usitake. Mimi kama mwanaume, mwanamke kama mwanamke, binadamu kama binadamu, ukiona kitu kizuri utataka kuifuata kuona inaelekea wapi. Bila shaka ungependa ikuwe yako pia lakini zingine unaona hiyo pesa hauna but unaona gari hivi unasema pikipiki nyumba msichana utafanya nini? Wasema shingo mpaka ikatike. Ni kupenduka tu unafanya tizi. So lakini hiyo ni tunatakana tukubali ya kwamba na tuelewe ni nature ya mwanadamu kuona kitu kizuri, kutaka aidha aione vizuri zaidi, anafurahia kuona, ni nature. Saa zingine sisi kama binadamu inabidi tupigane na nature yetu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katupatia nini katika namna za halali za kuweza kuchunga hii nature. Ya hadithi ya Mama Ali nikikuwa kijana nilikuwa nacheka sana. Inasemekana sijui ni Mama Ali anauliza mtume ama mtu anaulizia Mama Ali ama nini ama Mama Ali anaambia mtu fulani ya kwamba anasema ukiona mwanamke mwenye amekustaajabisha. Staajabisha. Akushangaza. Akushutua. Kakufungua macho kama bulb na kadhalika. Yes. Enda nyumbani. Mke wako chenye yeye yuko nacho, mke wako pia yuko nacho. Chenye yeye yuko nacho, mkeo pia anayo. Alafu mtu akamuuliza na kama hana mke, ukiona kitu kizuri utafanya nini? Ambaye unaangalia hivi juu, unaangalia mabingu unasema, mimi ndo naongeza ya. Usiangalie kuangalia mabingu. Alafu unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia apatie min fadli. Mwenyezi Mungu apatie kutoka fadhila zake inshallah. Mashaallah. Sasa wewe avoid harama aje? Wewe kama mwanaume unajua kwamba ukioa, yes, tuongelee bado tujaongelea kitendo cha ndoa. Tunaongelea mke na mume kukaa vizuri ndani ya nyumba kwa ajili ya bwana yake na mke wake. Ama mke wake. Kwa nini? Kwa sababu huku nje bila shaka mimi nitaona. Na ni nature mimi ndashangaa kwa nini? Kwa hizi nguo za 2026 kuna mtu alisema ya kwamba kadri unavooa ama siku ambayo utakuja uoe, kila mwanamke nje utamwona ni mzuri. Na wewe ukiolewa, kila mwanamume nje utamuona ni mzuri. Sasa shetani asikudanganye. Wanasema ukiona backless nunua huko, peleka nyumbani, uangalie ndani ya nyumba. Kama kitu na kufurahisha, nunua, peleka nyumbani, uone huko. Huko ni halali. Si ndio? So unaona ya kwamba mimi tumesema katika kismu yenye shida yenye tuko nayo dini ni haramu. So mimi nikiweza kujizuia haramu kupitia ndoa, mke na mume hakuna tofauti. Mwanamke pia binadamu,
ndo mmoja anasema wewe hebu angalia barabarani. Anasema kama binadamu saa zingine tunaangalia, wanasema unapita barabarani unaona kitu, unapigana nafsi yako usiangalie. Mimi kitu moja ingine wanapenda kufanya, napenda like ukinotice kitu, unajua uwezi kujidanganya uja notice. Wanasema unless mimi ni tibubu hapana, kipofu. Uja notice, kunotice utaona. So utapigana na nafsi ya kwamba uavoid kuangalia. Katika vitu huwa napenda kufanya, mimi napenda kuangalia nani mwingine alikuwa anaangalia ama amenotice. Utakuta wanawake wengi sana wanaangalia wanawake wenzao. Kwa sababu unaona ni nature tu. Yaani kama amevaa vizuri, labda ni mrefu, ni mfupi, ni mnono, ni mwembamba, ni slender, whatever. Yes, kuna kitu labda unaona wanamwangalia pia mwanamke mwenzao. Which inaonyesha ni kitu ya nature. Sasa wewe kitu unatakana uweze kuifanya nini? Kuangalia vizuri. Ni kama tu mtoto. Kama mtoto wako umnunulia zingine vitu kwa uwezo wako, labda mara moja za chipsi, kuku, vitu kama hizo yenye watoto huwa zinawafurahisha, pizza, Terrific Tuesday, Friday, nini whatever. Mtoto akienda kwa watu atakuaibisha. Kwa sababu hizi vitu hajai kuona, hajai kula ice cream. Unaona mtoto amejipaka ice cream uso mzima. Mara moja mzazi kuna kitu jinyime angalau. Mara moja kwa sababu unaona wewe kwa sababu mtoto anataka. Lakini anatakana ajue kwamba anaweza kupata akiwa na subira. Mwisho wa mwezi labda tunaweza kupata tununue tukule pamoja. Naam, kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah kwa mawaidha yake mazuri ambayo anazidi kukujuza wewe mpenzi mtazamaji kuhusiana na hili swala la kusaidiana baina ya wanandoa, msaada baina yenu. Angalau kuna vitu anazidi kufafanua anakufafanulia ili uelewe kiundani kuhusiana na hili swala. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah tunazidi kuwa na Sheikh Ali ndani ya studio zetu akikujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, haswa katika mada yetu pendwa na nzuri ya kuelimisha wewe na kukupa fikra zaidi kuhusiana na kusaidiana baina ya wanandoa. Ni muhimu sana kuwa na ile msaada ili kujenga familia ama ile foundation ya familia, na mojawapo amesema ni kuwa na dini ndani ya familia kunasaidia zaidi. Na insha Allah tukirudi kwake tuweza kufahamu ni yapi zaidi ametuandalia. Naam Sheikh, karibu. Naam, tulikuwa tumefika wapi? Naam, tulikuwa tunazidi kuongelea kuhusiana na masuala ya familia na imani. Naam, sasa tunasema kitu ya kwanza kabisa sisi tumechora frame yetu. Katika vitu zenye ndoa tunataka tutimizie kupitia ni dini, alafu tukasema utulivu. Sasa katika hiyo kisimu ya kwanza ya ndoa tumesema saa zingine wewe kutimiza hiyo dini yako kwanza ni kuavoid haram kwa mke na mume. Yes, tukasema kwamba kwa hizi vitu ndogo ndogo zenye mtu anaweza kujikuta anafanya huko nje, nyumbani anaweza kupata. Lakini pia upande zote mbili wanatakana wajitahidi. Si ya kwamba ukae bila kunyoa, labda ujasuka, labda kila mtu na design like kujiweka vizuri. Unajua kujiweka vizuri ni tofauti. Nasema hii ni kitu ya kifiki, inasema tu mtu wanasema saa zingine watu tunasahau kama katika ni mustahab. Yes, mwanaume isipite 40 days hajanyoa nywele zake labda za makwapa na kwingine. Na kwa mwanamke ni kila wiki 2. So wewe saa zingine unakuta hizi vitu unafanya nini, wanasema kuna vitu zinaitwa nafra kama zina push mtu. Wewe utaikuwa msafi, ujiangalie nini? Ama unatarajia mwenzako labda afanye nini? Akue vizuri. Wanasema huku nje unaona backless, nyumbani unatarajia hivyo ati akate na makasi. Si uende ununue tu ni 500 sio 1000 weka nyumbani. Kama ni vitu zinakufresh angalia. Dini hajakataa. Hizi ma night dress manini dini hajakataa, ni wewe na mke wako. So unaona hizo vitu hiyo kiu ya kuona baadhi ya vitu itapotea kwa nyumbani. Unaona unapikiwa kuku, unapikiwa nyama, na ikihitaji unasongea ugali kabisa, si ndio? Dini hiyo ni ya ku avoid haram. Hapo tumesaidiana, si ndio? Alafu hizo zingine nadhani kila mtu anajua. Alafu kesi nyingine ya kujiongeza, kujiendeleza kiimani.
tunasaidiana aje mke na mume kujiendeleza kiimani? Design ni tofauti. Kuna zile zenye ni spiritual ya kibinafsi na kule zile zenye tunasaidiana. Ya kwanza kabisa ni kuelimishana. Kama saizi mimi unakuta saa zingine watu wa realize but wanawake ndio ni wanaenda wengi sana baada ya misikiti za darasa na nini, idadi ya wanawake inapanda sana. Kwanza Ramadhani ukiangalia darasa za kina mama ndio watu wanapata, lakini idadi ni mzuri mashallah. Wenye wanaendelea. Wanaume ndio baadhi ya maeneo msikiti labda zijae nini but kufuatilia na masomo mimi nimeona wanawake ni wazuri sana. Umeenda msikitini umesikia lecture, mwenye leo ameenda msikitini akasikia, akikuja nyumbani aseme bwana yangu, mke wangu leo shekha amesema X, Y and Z. Baka akanitumia hiyo hadithi. Hiyo hadithi iko katika hii kitabu na nini. Unaona, kuelimishana. Pili, kukumbushana vitu vya kidini. Mimi nakumbuka kuna mwenzetu aliuliza mke wake, ushaikuwa na singine wewe kidogo umesomanda madi zaidi ya mke wako mwenzako nini? Unaambia hebu tuswali pamoja. Yes, kama labda ukiona makosa katika swala hivi utaniambia. Na je, mimi naweza kuangalia ukiswali anaambia mke wake. Ndio kama uko na makosa ni kosa. Unaona? Kuna mke mwenye atakuwa na insecurity anakataa. Ndio ameenda madrasa ameswali nini. Lakini unaweza kuta watu wengi sana, mimi nimekutana na watu wengi sana hawajui kuswali. Kwanza akina mama baadhi yao sio wote. Wenye hawasomi Qur'an wajua kwa sauti, kwa usikii, unakuta kwamba inakuwa ngumu sana kuconfirm huyu swala iko sawa ama haiko sawa. Kweli. Kozia anaenda msikitini. Unaona? Ama unakuta kama swala la tahara. Watu wengi sana ndani ya nyumba hawajui. Sana. Tahara hatari sana. Unaona? So what happens ni nini? Wewe beside kuelimishana kuna kukumbushana. Fadhakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbushana, reminder. Yes, bwanangu kumadhiniwa tuswali. Ni Thursday. Unafunga kesho bwanangu ama mke wangu tufunge pamoja. Unaswali tuswali pamoja. Na vitu kama hivyo. So kuna umuhimu sana hizi vitu ya kukumbushana kidini. Kuelimishana, kwanza kusaidiana kuzuia haram. Pili, kuelimishana. Tatu, kukumbushana. Alafu kuna kitu ya 4 yenye ndio inatupatia. Unajua mimi naongea kama sheikh. Sisi zingine unajua sisi tunaongea kama psychologist ama watu wa counseling. Naam. Hii inaingia katika counseling na psychology na mental health na bado inaingia kidini na kiimani. Saa zingine wewe kama haujapitia mtihani fulani hautajua capacity yako. Kweli. Unaweza kuolewa ama kuoa mtu mwenye saa zingine ni kama ana challenge baadhi ya vitu zako. Labda umeoa mwanamke kuna akili zaidi kukushinda. Unaona? Kila mara anakuchallenge. Hapo hivi unajua akikuchallenge kiakili, I hope yuko na adabu, yuko na tawadhu, yuko na hizo vitu akikuchallenge. Wewe pia hapo hivi unajua ni kama yeye anapigana na nafsi yake sile na kuchallenge. Vile anakuchallenge. Vile atakuzungumzisha. Na wewe hapo hivi pia unapigana na nafsi yako. Your insecurities, hiyo ni usaidia psychological na mental health na nini. Unaona? Unapigana na nafsi yako, kwa nini ananiambia hivyo? Mimi ndo ni kichwa cha familia, kwa nini unaona? Lakini ukiangalia kiimani hapo mimi napigana na kibri. Mimi napigana na nafsi yangu. Huyu kama yuko right? Alafu katika hii ni dini na bado si dini lakini nacheza tu hapo. Naam. Tunasaidiana na nini? Kushauriana. Wewe saizi unajua kila kitu haifai. Hapana. Saa zingine mtoto mdogo anaweza kushauri kitu yenye hata ujui. Kweli. Tuko na hadithi inasema ya kwamba omba ushauri watu. Saa zingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuzungumzisha kwa mdomo za watu. Unaona? Wewe usiseme mke wangu, mume wangu kwa hivi haelewi, asikii nini. Yes, saa zingine kweli haelewi, asikii, afanye nini lakini kuulizana na mshawara, you never know. Yes. Wewe kama mke wako huyu ni mtu mwenye mtaishi naye na kismi ya pesa yako, yeye ndo atabaki na. Yeye ndo anabaki na watoto wako. Yeye ndo atafanya nini? Yeye ndo atafanya nini? Na ndio maana utasikia vichwa viwili huwa ni vizuri katika ku make decision. Utakuta
huyu amekuja na ile wazo, kwa sababu naamini mwanamume pia ako na ile, si unataka companion, unataka mtu akushauri. Angalau mwanamke kama ni mshauri mzuri, maana kuna wanawake mashallah ni washauri wazuri, nakwambia hii fanya hivi 1 2 3, kufanya hii itaenda sawa, hii itakuwa na mushkil kidogo. Hata kama mwisho wa siku anakuambia mwanamume ndio mwenye uamuzi wake kamili, lakini hujakatazwa pia kusikia nini, kusikia ushauri. Kama vile mtu akatai wito, anakataa aitiwalo. Sasa labda umepewa ushauri, ni wewe mwenyewe, end game ni wewe mwenyewe, yani binafsi. Ima ushauri huu utauchukua useme huu utanifaa, ama ushauri huu utauchukua useme mimi hauwezi nifaa, sasa siwezi kuchukua huo ushauri. Mtu akatai wito, anakataa aitiwalo kabisa. Sasa kama ulivyoona Sheikh, ndo kama hivyo, watu ni tofauti, na vile umesema ushauriano ni baina ya watu wawili. Huyu mke kumshauri mume na mume kumshauri mke kunajenga familia, ama kunaifanya familia inakuwa ile strong bond baina yao. Do you know why inaleta strong bond? Si kila saa, but most of the time. Mimi first of all, maamuzi inakuwa ni watu wawili. So ni kama tuliamua pamoja. So kesho ni kama tunasaidiana. Unajua mimi nikiamua peke yangu, ushaikuona zingine wewe na mwenzako unamwambia kitu, yeye anasema kitu, unabishana, anambia haya sawa ndio fanye. Huko nyuma unamwambia tu afaili kabisa. Huyu bwanangu sijui nini, aende huko safari sijui afaili asipate hiyo pesa, ama aende afanye nini yeye na ndugu zake, ama vitu kama hizo. Unaona? Kwa sababu maamuzi si yenu. Ama labda pia haja kuombea huko kufeli, lakini umeenda pia ikafeli hivyo hivyo. Lakini si ni uamuzi wako ulichukua, mimi sikukwambia uchukue uamuzi huo. Kwanza watu ma overthinkers unakuta na kuambia kitu alafu inatokezea, alafu unasema silikwambia. Anasema ni mdomo chako, hii mdomo ndio inafanya hivyo vitu bwana. Wewe kama ungesema haingekuambia, mimi kazi ningesema haingekuwa. Tayari wewe angalia vile kulikuwa, tulikuwa tunaenda tu huko, nisiseme ingekuwa. Unaona? Wanasema si zingine unaangalia watu. Anasema mtu anakuja na kishida kwako, unampatia tu jibu, lakini yeye bado yeye anaenda kufanya vitu vyake, alafu anajikuta makosea. Sasa kitu kingine inaleta bond, kwanza maamuzi ni yenyu wote, so you will fight for it together. Hiyo ni 1. 2, kuna kuwa na inaitwaje, kuambatana ama fikra zinaingiana. So wewe unaelewa kwa nini kumekuwa hivi. Ndio zingine wewe mke wako anafanya kitu au bwana wako anafanya kitu muelewi kabisa. Naam. Katika vitu zenye wanasema kushauriana inaleta katika ndoa, kuna kitu wanasema fikra zenyu zinaanza kusync. Mnaoana na mnaoana kifikra. Hii ni ndoa kali sana. Sasa unaona what happens ni nini? At least unaelewa kwa nini anafanya hivi. Kwa sababu saa zingine unajua ukielewa logic ya kitu unaweza kureplicate. Kama uelewi logic ya kitu, kwa sababu saa zingine unakuta anasema katika nyumba bwana huwa hapendi kitu fulani kifanywe, ama mke hapendi kitu fulani kifanywe. Alafu watoto hawajui kwa nini hao wazazi wapendi hiki kitu. Unajua mtoto atajifanya tu hivyo. Sile mzazi hayuko ndo atafanya, lakini kama ameelewa ndo atafanya hivyo. Kwa sababu saa zingine sisi kama wazazi, kama wanandoa, kama ofisi ama nini, unakuta zingine unaambia mtu tufanye hivi. Fanya tu hivi, hata ajui kwa nini anafanya hivyo. In the long run yeye ataendelea kufanya, lakini kwa sababu ajui nini, hawezi kupeleka hiyo logic na hiyo akili kwa kitu kingine, ama kuweza kusazile wewe hauko, anaweza kuamua kufanya kitu kingine kwa sababu yeye anafanya tu kwa sababu anaambiwa, si kwa sababu ameelewa. Kuna vitu vingine pia zinaingia katika dini, ama zinacheza baina boundaries na dini na hizi akili za binadamu na nini. Ndio kuna hiyo story ya haki za watu, lakini kwa sababu ya muda wacha tumalizie na hiyo point ya mwisho. Yenye ilikuwa ni kuhusiana na wanasema utulivu. Tutaweza kuleteana aje utulivu? Unaona wewe ukiweza kujua utulivu ni tofauti. Kuna hadithi huwa naipenda sana. Hii hadithi inasema khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, something like that. So basically mtume anasema nini? The best of you is the best for your family. Ule mbora wenu kabisa ni ule mbora kwa familia yake. Tunatakana tuelewe, mimi naweza kuwa mzuri kwa familia yangu, lakini mimi kama bwana nikienda kwa familia nyingine mimi si mzuri.
kwa sababu utulivu ni kitu general. Haijaandikwa utulivu ni ukiingia ndani ya nyumba. Kuna wanaume, unaona sasa, unaona utulivu. Kuna mwingine utulivu kwake hiyo sakina, hiyo tumanina, hiyo kitu yenye nasikia raha, wanasema raha rohoni. Naam. Mimi nataka nikiingia kwenye nyumba watoto wasinirukie. Saa zingine baadhi yetu unajua watu wako na mental capacity zetu ni tofauti. Kuna watu wenye wako na wanaitwa watu wa neuroscience nini, wako na neurodivergence nini. Kama saa zingine unakuta akili yako, mind yako inakuwa inakuwa busy sana, inakuwa active. Like inakuwa active. So hata ukifika nyumbani, hata ukiguswa tu hivi unaruka. So unataka kidogo tu hizi stimulants zake zipungue. Ukifika ndani ya nyumba unataka tu pokelewe nusu saa tu ya kwanza na utulivu. Unaona? Alafu ndo mfanye hizo vitu zingine. Mwingine hapana. Yeye amechoka siku nzima, anataka kila mtu akiingia ndani ya nyumba, anataka watoto wamrukie, mke wake amhug, watu wakiti kando wake waambie imekuwa aje leo. Yaani unaona ni tofauti? Unaona? Kuna mwingine kwake hakuna tofauti ya chakula. Kwake yeye anataka quantity, sio quality. Naam. Na kuna wale wenzetu wa quality over quantity. Naam. Na kuna wale wa nini? Quantity and quality. Unaona? Kuna ule mwingine mwenye kila siku anakuja na mgeni. Unaona? So yeye anasikia uzuri akikuja na mgeni, aonyeshe mke wake ampikia nini, vitu kama hizo. So kwanza hizi vitu obviously mnatakana muweze kuzijua kabla ya ndoa. Baadhi yake uweze kujua kila kitu kabla ya ndoa. Huyo ni uongo. Kweli. Mtu wote akikwambia ni uongo. Kuna parts hujui. Kwa maana mtu anakuambia sasa wewe wataka tujuane. Wataka tujuane kwa kiasi gani cha muda gani? Sasa unakuta kuna mtu anaweka duration. Anakuambia ikifika miezi mitatu kama hatujaona matunda ya hili swala la kujuana, kila mtu ashike maisha yake, endelee na maisha yake. Isiyo kwamba watu wanapotezeana muda. Maana inaweza kuwa uko na malengo. Miezi 3 mingi sana. Ni nyingi ndio, lakini sasa kuna mtu ameweka acha ikuwe hiyo duration. Sio? Maana hauwezi mjua mtu nje ya ndoa. Hauwezi mpaka siku atakuwa vazi lako. Yes. Kuna mtu alisema anayekujua zaidi ni huo mke wako, maana yeye ndo ameishi na wewe. Mama yako hakujui zaidi, yule ni mama yako, wewe ni mwanawe. Ndugu yako yule ni brother yako, ni sister yako, anakujua kama sibling wake. Lakini yule mwenye anaishi na wewe sasa hiyo miaka 20 kama ni kufa kuzikana, yule ndo anajua zaidi. Atakufahamu kiundani, huyu kama wa kungorota, huyu kama ni wa kutupa nguo kila mahali, yeye watupa tu, atamfahamu. Sasa unakuta kuna ile mpaka kuwa na ile strike ya balance. Sasa unaona kuna hiyo kidogo ukijua. Sasa unaona hizi vitu kama uwezi kujua kila kitu kabla. Hauwezi. Si ndio? So lakini wewe ukijua kitu inamletea utulivu. Yes, si unaweza kumletea utulivu. Kweli. Na kitu yenye unajua inamkasisha. Mimi nishakutana na mwanamke anasema leo naenda kupika chakula fulani. Najua huyo mzee leo ataumwa na kichwa ama atasikia baridi. Anafanya makusudi kwa sababu amekosana. Makusudi. Unaona? So haifa unaweza katika ndoa tunaweza na mimi ukipata utulivu, nadhani tuliongea kitambo katika faida za utulivu. Ndio. Unaona? So tumesema kwamba kuna vitu vingi sana kwa hii dakika kadhaa itoshi kuzungumzia. So lakini leo tumeweza kucover at least upande ya tunaweza kusaidiana na kuendelezana kidini na kuweza kuendelezana aje kwa upande ya utulivu. Tukiweza kupatiana hizi mbili kwa sasa, tutakuwa tuko mbele sana zaidi ya kushinda wanandoa wengi sana. Naam, shukran sana Sheikh. Afwan. Naam, asante sana kwa ufahamu huo hadi kufikia hapa. Naamini mpenzi mtazamaji atakuwa amepata mawili matatu kuhusiana na hili swala la kusaidiana ndani ya ndoa. Zipo njia nyingi, lakini angalau kwa leo tumeweza kupata hizo mbili. Naamini itakuwa ni faida tosha. Zingine anakuambia napokupa chakula ule na kutafunia, lakini pia kukumezea, jaribu kumeza mwenyewe. Njugu nikikutolea vizuri, nikuwekea hapo, tafuta umezi. Shukran sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah kwa mawaidha yake mazuri, kwa ufafanuzi wake mzuri kuhusiana na kusaidiana kwa wanandoa. Hakikisheni ya kwamba dini inakuwa ni msingi haswa ndani ya ndoa zenu. Mkiwa na ndoa ambayo
ukiwa na ndoa ambayo ina msingi wa dini, basi naamini uko mbele itakuwa masuala mengi ni rahisi kuweza kuyafuatilia ama kuyafanya. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.